nanyi ili tuweze kuzungumza mambo machache. Jambo la kwanza ni kuhusu usalama wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hakuna mtu yoyote atakayevuruga amani ya mkoa wetu. Jana tulitoa maelezo kadhaa na Sakap Mlilo, ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam, alitoa pia maelezo kadhaa kuhusiana na usalama wa mkoa wetu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote wa chama chochote cha siasa, taasisi yoyote ya dini, taasisi iso ya dini, mtu binafsi, shirika au kampuni, hakuna hata mmoja atakayeweza kuvuruga amani ambayo imeshajengwa katika misingi ya uongozi na hasa uongozi bora wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu kwamba wapo baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa na malalamiko yao. Wazingatie sheria, wazingatie utaratibu wa namna ya kufikisha kwenye vyombo na taasisi zinazohusika na masuala ya malalamiko walionayo. Niendelee kuwatoa wasiwasi wafanyabiashara wote na wawekezaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwamba kuanzia sasa mpaka baadaye utakapofanyika uchaguzi wa serikali kuu na hata baada ya hapo, mkoa wa Dar es Salaam utaendelea kuwa ni kioo cha amani katika nchi ya Tanzania, Afrika ya Mashariki na Kati, Afrika kwa ujumla na hata duniani kote kwa ujumla wake. Jambo la pili, tumeona kwamba siku chache zilizopita mvua nyingi zinaendelea kunyesha ndani ya mkoa wetu. Na nimeona zipo picha zinazoonyesha wanafunzi, akina mama wakivuka maji chini ya maandaki. Dar es Salaam kwa sasa tunaendelea na utekelezaji wa miradi mingi ya madaraja, barabara za lami na zisizo za lami. Lakini tunaendelea pia na miradi mbalimbali ya kuimarisha vivuko. Tunaendelea pia na miradi mingineyo mingi ya kuhamisha baadhi ya miundombinu katika barabara, kama vile miundombinu ya DAWASA, miundombinu ya umeme, ili pia kuweza kupisha ujenzi mkubwa wa miradi ambao unaendelea. Tuna barabara za TANROADS ambazo zinaendelea kujengwa. Tuna barabara za TARURA zinaendelea kujengwa. Lakini tuna vyanzo vya mapato mbalimbali vinavyo finance miradi hii. Serikali kama moja wa financer wa miradi hii, wadau wa maendeleo kama vile Benki ya Dunia, kama vile Benki ya Maendeleo ya Afrika, pamoja na wadau wengineo ambao wameendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kindakindaki. Jambo la kwanza, ujenzi wa daraja la Jangwani. Mtakumbuka kwamba mwaka jana Waziri wa Ujenzi alitoa taarifa katika siku aliyotualika ya kusaini mkataba wa ujenzi wa daraja la Jangwani. Lakini siku chache zilizopita wananchi kadhaa wamekuwa pia wakitupigia simu kwamba daraja halijaanza kujengwa. Naomba nitoe taarifa kwamba sasa mkandarasi amekwishaanza kujenga camp ambapo atatunza vifaa vyake kwa ajili ya kuanza ujenzi wa daraja hilo. Lakini kama mnakumbuka pia daraja hilo lilitolewa ufafanuzi mzuri na Waziri wa Ujenzi. Na sasa Waziri pia wa Ujenzi anaendelea na mikakati ya kuhakikisha kwamba mkandarasi anaanza kazi hiyo haraka kwa mujibu wa taratibu. Kama mnakumbuka pia alipewa miezi michache, sio zaidi ya miezi karibu 4 au 3 ya kumobilize resources, wakati pia anasubiri kulipwa kitu kinachoitwa advance payment. Kuhusu daraja la Jangwani, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amedhamiria kwa dhati kwamba mwaka huu daraja hilo litaanza kujengwa. Na pengine palipo majaliwa hakitakuja tena kuwa kilio na malalamiko makubwa kwa Watanzania wa Dar es Salaam. Sambamba na hili, ndugu zangu waandishi wa habari, kuna miradi mingine mingi ambayo inatekelezwa na TANROADS, zikiwepo barabara za kutoka Kibada Mwasonga si chini ya kilomita 40 ambayo tayari imekwishaanza na mkandarasi yuko site. Barabara hii imelalamikiwa kwa muda mrefu, lakini itatengenezwa kwa si chini ya bilioni 90 au zaidi ya bilioni 90, ambazo zote hizi zinatolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mkono wa baraka na heri kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nataja tena kuhusiana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu nimesikiliza kwenye mikutano mingi ya hadhara inayofanywa na viongozi wa vyama vya kisiasa
kwamba fedha zinazotumika kwa ajili ya ujenzi wa madaraja, barabara na miradi mingine ya maendeleo ni kodi za Watanzania. Kwa hii inamaanisha kwamba Watanzania na viongozi wa vyama vya kisiasa wanafahamu fika kwamba mchango wa kodi ni kuleta maendeleo kwa Watanzania. Sasa kila Mtanzania achukue nafasi yake kujiuliza, au kila mwana Dar es Salaam achukue nafasi yake kujiuliza kwamba kama Tanzania ina population ya sio chini ya watu zaidi ya milioni 60, na kama leo kwa mujibu wa TRA tunaambiwa wanaolipa kodi halisi hawazidi labda milioni 3, maana yake ni kwamba wanaolipa kodi hizi halisi bado sio wengi kwa mujibu wa population tulionayo ndani ya taifa letu. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa hii, nitoe tena rai kwa Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kwamba tuongeze kasi ya kulipa kodi, kwa sababu ndani ya kodi ndio tutaweza kupata maendeleo yaliyokusudiwa. Jambo jingine la muhimu ni kuhusiana na miundombinu inayotengenezwa ya mabasi yaendayo kwa kasi. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia pia Wizara ya TAMISEMI chini ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, waziri wetu, Dar es Salaam imepewa kipaumbele kikubwa sana cha kuendelea kutekeleza miradi mikubwa ya mabasi yaendayo kwa kasi. Leo tuko phase ya 4 na phase ya 4 ina loti 3. Tulianza na phase ya kwanza ambayo leo ina mabasi yanayotoka Kimara na hii Moroko kwenda mpaka Gerezani, lakini tunayo loti ya pili ambayo inakwenda Kilwa Road kuelekea kule Mbagala yenye kilomita chini ya 20.3 iliyojengwa kwa bilioni 217. Lakini tuna barabara ya tatu inayokwenda airport ambayo hii inajengwa kwa bilioni 231 na ni kilomita 23.3. Lakini pia tuna loti ya 4, tuna phase ya 4 ambayo si chini ya kilomita 30 ambayo inatoka Ohio, Moroko, Mwenge, Samno Juma Road mpaka pale Kimara, lakini pia inatoka Mwenge kwenda mpaka kule Bunju. Barabara hii au jumla barabara hizi zinatengenezwa kwa pesa nyingi sana. Swali kubwa ambalo limekuwepo kwetu wa Tanzania ni je, zile zilizokamilika mabasi yake yatafika lini? Na je, zile ambazo hazijakamilika zitakamilika lini? Ndugu waandishi wa habari, naomba niwaambie tu kwamba kupitia Wizara ya TAMISEMI tayari imekwisha fanya na kuanza mchakato wa haraka, moja, kuweza kuongeza wadau wanaoweza kutumika kusafirisha abiria, kwa maana leo tuna mdau mmoja anayeitwa UDART. Sasa mipango iliyopo kiwizara ni kuongeza wabia wanaoweza kutoa huduma, lakini mbili ni kuongeza mabasi, na kwamba mpaka sasa tayari wamekushafanya oda ya mabasi kadhaa ili kureplace yale mabasi ambayo kwa sasa yameharibika na ufanisi umepungua. Katika hili niendelee kutoa rai na kuomba radhi sana kwa wana Dar es Salaam. Nafahamu adha kubwa ya usafiri inayopatikana kutokana na kukosekana kwa mabasi yaendayo kwa kasi. Lakini Mheshimiwa Rais kupitia pia wizara hii ya TAMISEMI wanaendelea na zoezi hili kwa haraka kubwa sana ili kuweza kukabiliana na changamoto kubwa ya usafiri ambayo inawakumba wananchi wa yale maeneo ambako sasa mabasi yapo lakini hayatoshi, na kwenye yale maeneo ambako mabasi hayapo lakini miundombinu imekamilika.